Unaposema umemaliza chuo alafu hujapata kazi na unatafuta kazi ambayo hujaisomea, alafu unaweka masharti, yani unatengeneza mazingira magumu sana, na hiyo yote inaonyesha kwamba sisi tunapenda kusema tumesoma, lakini kiukweli tulichoenda kuwekewa vichwani mwetu ni vitu ambavyo vinatulimit, ni vitu ambavyo vinatuweka kwenye maboksi. Nimeweka hapo nime screenshot mtu ambaye anaomba kazi, anadai kwamba amesoma mambo ya business management. Kiasi mtu ambaye amesoma business management, kwanza anatakiwa kujua business ni matatizo ya watu. Kwa hiyo unaposoma biashara, masomo ya biashara, maana unaangalia jamii yako iliyokuzunguka ni matatizo gani ambayo wewe unatengeneza uwezo wa kwenda kuyasolve. Kwa hiyo kama hujafanya hivyo, unatafuta mtu wa kuajiri kwenye career ambayo umesomea, hilo tayari ni tatizo. Elimu zetu zina changamoto kubwa sana, na hicho ndio kinafanya wengi mko mtaani. So inabidi mrekebishe guys. Huwezi kuwa unatafuta kazi alafu unaweka masharti. Unasema naomba kazi lakini moshi. Unaomba kazi lakini moshi. Why? Kama unatafuta kazi, unapotafuta ajira, unaangalia opportunities za ajira ziko wapi, unazifuata. Ajira haiwezi kukufuata wewe ulipo. Ifuate ajira mahali ilipo. Lakini changamoto nyingine kubwa sana kwa wanawake wengi ni kwamba hii tabia kwamba akishaona amesoma hajapata kazi anakimbilia kuzaa. Sasa unaenda kukimbilia majukumu, alafu hayo majukumu yanakushinda. Matokeo yake unajifunga, yani unakuwa kama umejifunga mnyororo ambao huwezi kutoka. Tayari una mtoto, huwezi labda kusafiri naye. Kwenye kazi kama hizi ambazo zinapatikana kirahisi, watu hawahitaji watu waende na watoto, unless wale ambao wanaweza kuacha watoto kwa bibi zao, kwa jamaa zao, kwa ndugu zao. Yani hiyo ndio option, the best option kwa mtu ambaye ana mtoto. Kama huna mtaji wa kufanya biashara wewe mwenyewe ukiwa na mtoto wako, basi huyo mtoto muache kwa baba yake, kwa bibi yake, kwa nani, kwa ndugu, jamaa na marafiki, ili wewe uende ukafanye kazi. Of course ni ngumu, lakini hiyo ndio cost, hizo ndio gharama za wewe kukimbilia kuzaa kabla hujajipanga. Hakuna namna unaweza kukwepa. Kila kitu kinakuja na gharama yake. Na ndio maana neno la Mungu likatuongoza sisi wanawake, usizae tu ovyo. Usizae ovyo kabla hujajipanga. Ndio maana tunaambiwa tusizini, kwa sababu mwisho wa kuzini huko ndio kwenda kujipatia watoto ambao hujajipanga nao, hujajiandaa nao. Biblia ni kitabu cha maisha, kinatuongoza vizuri sana, lakini tuna ignore. Ndio maana tukuta yanayotukuta. Okay? Kwa hiyo unapotafuta kazi, usiseme nataka kazi mkoa huu. Hapana, naonaga hizo messages zinakuja ni kwa sababu na mtu anakuambia nimemaliza chuo. Umemaliza chuo, umesoma nini? Wewe mwenyewe unashindwa ku reason kwamba unataka kazi ikufuate mkoani ulipo. No, hata mimi nilikuja kwenye kazi za ndani Dar es Salaam nikitokea Moshi na sikuwa na hiyo elimu yoyote. Yaani nyinyi mna chuo kikuu, education ya chuo kikuu. Mimi nilikuwa na darasa la 7 lakini nilipata wisdom ya kujua kwamba siwezi kukaa Moshi nisubirie kazi za ndani pale nyumbani au kazi yoyote pale kwetu. No. Kwa hiyo inabidi utoke. Hata Ibrahim Mungu alimwambia toka. Yani lazima utoke. Sehemu utakayoiona nitakayokuonyesha hivyo. Kwa hiyo unatafuta kazi, toka. Usingangane tu mimi hapa nini umefungwa. Umefungwa ndio na changamoto zako mwenyewe ambazo umezitafuta mwenyewe. Mtoto, watoto, sasa tafuta watu ambao wanaweza kusaidia utoke uende ukatafute ajira. Otherwise utabaki hapo hapo. Hata huo mtaji unaotafuta hutaupata kama utaendelea kubaki na mawazo hayo. Okay? Haya, mshahara mdogo. Jamani, mshahara, hizi ajira hizi zipo kwa ajili ya kutupa tu mbegu ambayo ni mtaji. Okay? Sio usitafute kazi mtu anasema mshahara ni mdogo sana, mshahara ni mdogo sana. Kazi za ndani, mishahara yake ni mishahara inayotosha kabisa kuanzia biashara. Kwa kazi za ndani tulizonazo. Kwa hiyo huwezi kusema hii ni mshahara midogo. Wewe huwezi kutaka kununua gari na mshahara wa kazi za ndani. Nenda toka kafanye biashara, utafanya mambo yako makubwa unayoyataka. Lakini kazi za ndani unakula, unalala, na mwisho wa mwezi unalipwa mshahara, unaweza ukapata mtaji wa kuanzia. Kwa hiyo hizo akili ambazo wewe unaudharau mshahara wa kazi za ndani kwa sababu wewe unataka unatembea na ndoto za niseme za mchana. No. Hata Yusufu mwenyewe ilibidi aende auzwe utumwani, apambane mpaka Mungu aje amuinue kuwa waziri mkuu. Kwa hiyo maono ulionayo hawezi kutimia kwenye kazi au ajira ambayo unatarajia kuipata. Na ajira ni mbegu ya kukutafutia wewe mtaji wa kwenda kuanza biashara yako, na biashara huwezi uanzie biashara juu, biashara zinaanza chini. Okay? Nataka kazi kwa wazungu. Okay, well and good. Kazi yote unayoitaka kwanza inabidi ukastudy hao watu ambao unataka kuwafanyia kazi. Sio tu nataka kazi kwa wazungu kwa sababu naongea Kiingereza. No, Kiingereza is nothing. Kiingereza akifanya kazi, hata watu wanaokuja hapa na professionals zao tunawaambia no, cheti chako it's only 10% au 20%. Can you do the work? Hiyo kazi ambayo inatakiwa ikafanyike unaweza kuifanya, unaweza kudeliver. Na hiyo ndio changamoto kubwa ya watu wengi ambao kwenye jamii yetu wanajiita wamesoma.
vyeti, lakini wao wenyewe they can't do the work, hawawezi kufanya kazi inayotakiwa kufanyika, they can't. CV yake inachoongea na yeye mwenyewe ukimpa kazi hakuna, ni zero. Hiyo ndio shida kubwa. Kwa hiyo my friend, kujua Kiingereza it's nothing. Kiingereza bila hela ni sawa na kupiga kelele. Tafuta pesa, tafuta kazi, fanya, tafuta mtaji, tafuta popote pale una mtoto tayari umeshamleta duniani, tafuta ndugu zako wanaweza kukaa nao na mtoto wako 1 year 2 years, njoo kafanye kazi, pata mtaji, nenda kaanzishe biashara. In fact, wewe usisome kwa goal ya kwenda kuajiriwa, soma kwa sababu unataka kwenda kutatua matatizo kwenye jamii. I am the example hapa. Mimi ninatafuta maarifa kwa ajili ya kutatua changamoto za jamii, sio kwa ajili ya kwenda kutafuta ajira. Matatizo ndio biashara. Hakuna biashara ambayo sio matatizo ya watu. Watu ambao wanafundisha watu imani ni biashara. Wamegundua watu hawana imani, watu hawasomi Biblia, watu hawajui Mungu, na of course hata wao wenyewe hawajui, na wana take advantage ya ujinga wako. Kwa hiyo hakija kusomea kifungu tu, lakini yani ni business. Yeye ameingia kwenye biashara ya imani, biashara ya dini. So everything ni matatizo ya watu. Pale ambapo kuna tatizo, nenda pale kalete suluhisho. Ukiwa na suluhisho, watu wanakulipa, watu watakupa pesa. So huo ndio ushauri wangu, na ni ushauri wangu wa gharama sana. It's very high level. Mliona price zangu, nataka ushauri 500,000. Wale ambao wanakuja kwenye zile session za kila siku ndio the cheapest, ambayo ni 100,000 na it's only 1 hour. Hata hiyo 500,000 yenyewe it's a 1 hour, ni kwa sababu nimestudy the real solution. Ona huyu mtu hapa anasema ana diploma sio ya kitu gani, lakini matakataka yote anayoongea hapa yeye mwenyewe ameshindwa, mpaka alipo kwenye ngazi ya diploma hajui the right way ya kufanya. Kwa hiyo you can tell kwamba mnahitaji ushauri ambao unatoka kwa mtu ambaye amestudy sio kwa theory. Nyie mnazunguka mnaringa na makaratasi yenu, mnasema na degree. Mimi nimekaa field, kwa hiyo ninajua by experience, na zaidi ya hapo nimestudy pia mwongozo wetu ambao Mungu ametuwekea, kwa sababu Mungu aliyetuumba ndio anayetujua kuliko binadamu yeyote. Haijalishi wewe ni nani, una PhD, ni profesa, huwezi kuwa unamjua binadamu kuliko Mungu aliyetuumba. So mimi nimekaa chini, nimestudy vizuri, sio kukariri Biblia mistari, no. Kujua kanuni, sheria, taratibu, maagizo na kuzifuata. Ukienda kwenye upande huo unatoboa. Yesu alisema utaijua kweli na hiyo kweli itakuweka huru. Kwa hiyo sio knowledge ulionayo. Hiyo knowledge yako ulionayo inaendana na ukweli, na ukweli, kipimo cha ukweli ni nini? Neno la Mungu. Period. So all the best guys.